nyingi kwa huruma zake na kwa taufiki ambayo kwamba ametuafikia tukaweza kufika mpaka mahala patukufu kama hapa kwa siku ya leo. Mwanadamu akiwa atapata taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ya kufanya ibada, ni wajibu kwake kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tumekusanyika siku ya Ijumaa katika masiku matukufu ya Ramadhan. Kuna wengi ambaye kwamba na wao pia walikuwa wanataraji kujumuika na Waislamu wenzao kutekeleza ibada hii katika mwezi mtukufu kama hunu, katika masiku matukufu kama haya ambayo kwamba ni siku 10 za mwisho ya mwezi wa Ramadhan, lakini kwa sababu za udhuru mbalimbali hawakuweza kupata nafasi hii. Na kupata nafasi na wakati ya wewe kufanya ibada hii ni moja katika neema. Ukipata nafasi ya kufanya ibada usichezee ile nafasi, kwa sababu hujui kama nafasi kama ile itarudi tena kwako. Ukipata nafasi ya kusoma Qur'ani, basi ile nafasi uipatilize usome Qur'ani, kwa sababu hujui muda ule kama utarudi tena kwenye maisha yako. Ukipata nafasi ya kusali sala ya sunna, basi usichezee ile nafasi. Na katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Mtume anatuambia alayhi salatu wassalam, neema mbili watu wengi wamenyimwa kuzipatiliza, watu wengi wamepunjwa kupata khairi zake. Neema mbili, ya kwanza ni as-sihha, neema ya afya. Ya pili ni al-faragh, faragha, wakati. Hizi ni neema mbili muhimu katika maisha ya Muislamu. Ya kwanza kuwa na afya. Kuna watu hivi twazungumza, sisi Mwenyezi Mungu ametujalia twatamka, twazungumza, twatembea, twafanya kazi zetu, lakini kuna wengine hivi twazungumza wanaumia. Hata ile haja ndogo hawapati kwa njia mzuri. Hata ile haja ndogo labda waekewe pipe ndio mtu apate haja ndogo kwa njia hiyo. Kutembea hawawezi, kuongea hawawezi, lakini mimi na wewe alhamdulillah tuna afya. Sasa wakati umepata hiyo afya, siha kama hiyo, basi yatakana upatilize katika kufanya khairi, hasatan masiku ambayo kwamba tuko ndani yake. Na neema ya pili alfaraghu, wakati. Wakati ni kitu muhimu, tena wakati ni katika umri wako. Mtu mwenye kuchezea wakati wake amechezea umri wake, na mwenye kuchezea umri wake atapata hasara siku ya kiyama. Kwa hivyo atakana, ndugu zangu, tujitahidini katika kupatiliza nyakati zetu katika kufanya khairi. Alhamdulillah, tuko katika al-ashrul awakhiru min Ramadhan. Tuko katika 10 la mwisho la Ramadhan. Na tukisema 10 la mwisho, kwa maana kwamba Ramadhani hatupatani tena mpaka mwakani. Tukisema 10 la mwisho, tumaanisha kwamba tuaga Ramadhan. Tunasema muwadda'un ya Ramadhan. Wakati Ramadhani ilikuwa inaingia, tulikuwa tukisema marhaban au murahab ya Ramadhan, kwa tukaribisha Ramadhani kwa furaha. Na sasa hatuna budi ila kuaga Ramadhan, kwa sababu Ramadhani ni mwezi kama miezi mingine, inaingia na inamalizika, inaingia inatoka. Sasa suala liko kwetu,
mimi na wewe tumejifaidisha na nini katika Ramadhani? Tumepata faida gani katika Ramadhani? Je, Ramadhani imetuongeza chochote anga? Je, Ramadhani imetuongezea ucha Mungu? Je, Ramadhani imebadilisha akhlaqi zetu na tabia zetu na minendo yetu? Je, Ramadhani tumefaidika na Ramadhani kwa njia zipi? Ramadhani inaenda na inarudi, lakini mimi na wewe ndio hatujui kama tutapatikaniwa Ramadhani nyingine. Hatujui. Maana ni wangapi ambao kwamba tulikuwa na wao katika Ramadhani kadhaa huku nyuma, Ramadhani ya mwaka jana, lakini hawakupata Ramadhani hii. Na sisi hatujui kama Ramadhani hiyo nyingine tutakuwa hai, tutaweza kufunga tena. Kwa hivyo haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake ni masiku ambayo kwamba yatakaniwa sisi tuyapatilize vizuri na tujitahidi ndani yake. Na ndio masiku muhimu sana katika Ramadhani. Na masiku haya ni masiku bora katika masiku ya dunia. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akijitahidi katika masiku 10 ya mwisho wa Ramadhan kuliko masiku mengine ya Ramadhani. Kana yajtahidu fi Ramadhana ma la yajtahidu fi ghayrihi, wa kana yajtahidu fi al-ashr al-awakhir min Ramadhana ma la yajtahidu fi ghayriha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika mwezi wa Ramadhan kuliko miezi mingine, kwa maana alikuwa akiongeza bidii, kwa maana alikuwa akijitahidi sana katika kufanya ibada za sala, za Qur'ani, sadaqa kwa wingi. Alikuwa akijitahidi katika taa katika mwezi wa Ramadhan kuliko miezi mingine. Wa kana yajtahidu fil ashri al-awakhir, na alikuwa akijitahidi sana katika 10 la mwisho min Ramadhana, katika Ramadhan, ma la yajtahidu fi ghairihi, kuliko masiku mengine ya Ramadhan. Yani siku za kawaida katika Ramadhani 10 la kwanza na 10 la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya ibada tu ya kawaida, ilikuwa ni taa ya kawaida. Lakini katika 10 la mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiongeza bidii zaidi, na sisi atakana tumuige Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hili. Sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma ambaye kwamba tumepata ubora kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ubora wetu utabakia ikiwa sisi tutafuata minendo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye kwamba amfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kutekeleza sunna zake khatwatan bi khatwa, hadwan bi hadw. Yule ambaye kwamba anamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo, katika kila sunna. Na Mtume atuambia alayhi salatu wasalam, man ahya sunnati faqad ahabbani, mwenye kuhuisha sunna yangu moja, huyu amenipenda. Wa man ahabbani kana ma'i fil janna, na yule ambaye kwamba atanipenda au yule ambaye kwamba amenipenda atakuwa pamoja na mimi peponi. Na Mola atuambia subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikiwa kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mtume atuambia sallallahu alaihi wasallam, mahaba yako hayatoweza kusihi ya kumpenda Mungu mpaka umfuate Mtume, ufuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, uishi namna alivyokuwa akiishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ibada zako, katika ada zako, katika harusi yako, katika kila jambo lako uishi namna alivyokuwa akiishi Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa sababu yeye ndio nabii hadhihi al-umma na yeye ndio uswatu hadhihi al-umma. Yeye ndio kiongozi wetu,
na yeye ndio al-musharri', yeye ndio aloweka sheria, na sisi tuko chini ya sheria, tuko chini ya sheria ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muislamu hafai kuishi kwa hawa yake. Muislamu anafaa kuishi namna Qur'ani inavyosema na namna alivyofundisha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume asema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haamini moja wenu imani ya kihakika mpaka awe ni mwenye kunifuata mimi, hata yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ukisikia sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, sunna zimegawanyika. Kuna sunna qawliya na sunna fi'liya na sunna taqririya. Sunna qawliya ni katika yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo kwamba ametufundisha, tukiyafuata tayari ni sunna. Na kuna sunna ambayo kwamba yeye Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akizifanya yeye mwenyewe, pia ni sunna hii. Na kuna takrir ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo sunna kubwa ambayo kwamba leo tuelezana hapa, jambo la kwanza tueleze ijtihadi ya Mtume katika 10 la mwisho la Ramadhan. Vipi alikuwa akijitahidi Mtume Muhammad alayhi salam katika 10 la mwisho la Ramadhan? Kisha na wewe ujaribu kufuata barabara hiyo ya Mtume alayhi salam, ndiyo kufaulu kwako. Ya pili, itikaf. Namna alivyokuwa akifanya itikafu Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika 10 la mwisho la Ramadhan. Hii ndio maudhui ambayo kama leo tutaenda nayo insha Allah taala. Katika hadithi ambayo kwamba tusomewa kila siku, hadithi ya Sayyida Aisha Siddiqiyya bintu Siddiq. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha wa an jami' ummahatil mu'minin. Anatuambia katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajtahidu fil 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi katika 10 la mwisho, ma la yajtahidu fi ghayrihi, ijtihada ambayo kwamba alikuwa hajitahidi katika masiku mengine, alikuwa akiongeza bidii zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 la mwisho la Ramadhan. Wa min dhalika annahu kana yuhyi al-layla fiha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku katika 10 la mwisho. Kuhuisha usiku ni vipi? Alikuwa akikaa msikitini na kufanya ibada usiku mzima katika 10 yote, yani katika 10 la mwisho la Ramadhan, kama ilivyokuwa katika hadithi nyingine. Sayyida Aisha anatuambia, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingiliwa na 10 la mwisho la Ramadhan. Jambo la kwanza, shadda mizarahu, alikuwa akikaza kitambi chake au kikoi chake. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga kikoi chake kisivuke au kisianguke katika nini? Katika swala yake. Na hapa ulama watuambia ni kinayatun an i'tizali nisa. Hii maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingiliwa na 10 la mwisho la Ramadhan akikaza kikoi chake. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa mbali na wanawake. Katika 10 la mwisho la Ramadhan alikuwa akikaa mbali na wanawake, akishughulika na ibada zake. Wa ahya laylahu, na alikuwa akihuisha laylahu, usiku wake, kwa maana usingizi wake ulikuwa ni mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alikuwa halali isipokuwa muda mchache katika usiku. Mola subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil
qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Alikuwa akiambiwa ya ayyuhal muzammil. Muzammil manake ni mtu anayejifunika nguo. Wakati ule ambaye kwamba usingizi ni mzuri, akhirul layl, ambaye kwamba watu wasikia raha katika usingizi, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qumil layla, simama usiku. Wa qiyamul layli binisbatihi wajib, na qiyamul layl kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajib, na kwetu sisi umma wake ni sunna. Kwa hivyo Mtume kusimama qiyamul layl ilikuwa kwake ni wajib, na kwetu sisi nini? Ni sunna. Anaambiwa simama nusu ya usiku, thuluthi yake ufanye ibada. Kisha wa aiqadha ahla. Mtume sallallahu alaihi wasallam 10 la mwisho akiamka yeye alikuwa akiwaamsha pia wake zake. Wa aiqadha ahla. Katika hadithi Mtume atuambia rahimallahu imra'an qama min al-layli fa salla wa aiqadha imra'atahu. Mwenyezi Mungu amrahamu yule mwanamume ambaye kwamba atasimama usiku kisha amwamshe na mke wake wasali pamoja. Yani tusikose hii rehma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni rehma maalum ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anaturahamu. Yule mtu ambaye kwamba yeye atasimama usiku, atawadhe, asali, kisha amwamshe na mke wake washirikiane katika khairi hii ya qiyamul layl, hii Mwenyezi Mungu mtu kama huyu anamrahamu yeye na mke wake. Kisha Mtume akatuambia fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Ikiwa ule mwanamke ameamshwa akakataa, amemwamsha mke wake akakataa kuamka, achukue maji kidogo amnyunyizie hivi, nadaha fi wajhiha alma, achukue maji kidogo kwenye uso wake hivi ili apate kuamka. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli, na Mwenyezi Mungu amrahamu ule mwanamke ambaye kwamba amesimama usiku kuswali kisha akamwamsha na mume wake. Fa in aba nadahat fi wajhihi alma, kama amekataa kuamka achukue maji amnyunyizie kidogo hivi. Yani hii ni katika taawun ala albir. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia tusaidiane katika jambo jema, si kusaidiana katika dunia peke yake. Wa taawanu ala albirri wattaqwa wa la taawanu ala alithmi waludwan. Yani kule kuamshana mtu na mke wake au mke na mke kumwamsha mume wake ni katika kusaidiana katika jambo la khairi ndani ya nyumba kama ile. Msaidiane katika kusoma Qur'ani, katika kupeana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika kuelezana sira ya Mtume alayhi salatu wassalam, sira ya as-salihin, sira ya watu wema. Yani waonaje familia kwa wanakaa pamoja wanasaidiana katika jambo la khairi. Sisi leo toka pamoja kuangalia habari, taarifa habari leo Kenya asemaje, rais amezungumza nini leo, kuna nini duniani leo. Ndio utaona familia wamekaa pamoja wanaangalia taarifa habari ikifika saa 1. Lakini pamoja na kwamba pia katika dunia tushirikiana katika kukaa pamoja kwa ajili ya kuangalia taarifa ya habari, pia tushirikiane katika masala ya kiibada. Kabla hamjalala muagane, bwana tuko katika 10 la mwisho la Ramadhani, mke wangu uko tayari ni kuamshe? Mume naye amwambia mke wake, mke amwambia mume wake pia ni kuamshe. Watu wasikizane kwa njia mzuri, si kwa njia kupigana au labda uchukue maji ndoo mzima uende umwagie mwenzako. Si masala hayo, si masala kumwagia na maji, maana hii masala ya sunna hii. Hii ni sunna, ni kuelewana. Lakini Muislamu ambaye kwamba yeye katika 10 kama hili atakuwa ni mwenye kulala usiku mzima, sijui katika Ramadhani ametarajia kuwa atapata nini. Muislamu ambaye kwamba yeye hana habari na itikafu katika 10 hili, hakai itikafu, hana adhkar, sijui atarajia nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Tukizungumzia itikafu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu masiku 10 yote, na alikuwa akihamia msikitini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani anatoka nyumbani kwake anaenda kukaa msikitini masiku 10 yote. Chakula analetewa msikitini, kila kitu chake msikitini, hatoki. Na itikafu maana yake nini? Itikafu maana yake ni lubthun makhsusun li shakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyya. Itikafu maana yake ni Muislamu kukaa msikitini kwa nia, na hii ni ibada ambayo kwamba Waislamu wengi wameipuza. Ni sunna, takada takuna sunna mahjura. Itikafu ni sunna ambayo kwamba hivi sasa Waislamu wameiacha sunna kama hili. Itikafu ni ibada ya wewe kukaa msikitini kwa muda mrefu. Ingawa ulama watuambia hata kama umeka nia ya kukaa lisali moja au hata dakika 5 unapata nia ya itikafu, unapata thawabu ya itikafu. Lakini tuambiwa ni bora zaidi yule anayekaa itikafu, itikafu yake iwe ni yaumun wa laila, iwe ni siku mzima, mchana na usiku. Na ni sunna kila ukiingia msikitini uweke nia ya itikafu. Uweke nini? Nia ya itikafu. Na kuna nia mara mbili, kuna nia ya sunna na nia ya nini? Ya wajib. Sunna useme tu nawaitu itikafu fi hadha almasjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Hii ni utakuwa umepata thawabu ya nini? Ya sunna. Kama wataka kuweka itikafu ya faradhi ama ya wajib, useme lillahi alayya ana atakifa fi hadha almasjid. Ukisema lillahi alayya ana atakifa fi hadha almasjid, utapata thawabu ya nini? Ya wajib. Umeweka itikafu ya wajib, unapata yani thawabu ya wajib. Ama uweke nadhiri hasa ukiingia msikitini. Ulama wanasema ni bora kila ukiingia msikitini uweke nia ya nadhiri. Useme nadhartu al-i'tikafa fi hadha al-masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Hata kama waketi kusubiri sala tu. Mfano umekaa msikitini hivi wasubiri kusaliwa Ijumaa, useme nadhartu al-i'tikafa fi hadha al-masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu masiku 10 yote. Tutaweza sisi? Tutaweza. Na kukaa itikafu ni mahala popote ambao tunaita ni msikiti. Fi masjidin khalisil masjidiyya. Kwenye msikiti ambaye kwamba ni msikiti mwenyewe ameweka sehemu hii ni msikiti. Hata kama ni banda tu, au labda ni msikiti wa udongo. Msikiti ni msikiti. Hakuna tofauti ya msikiti huu na msikiti mwingine. Msikiti ni msikiti. Hata msikiti wenu nyumbani pale, labda tumeweka tu bati juu, chini tumeweka komorto, ni msikiti. Lakini wanasema al-afdalu an yakuna fil jami'. Ni bora itikafu iwe katika msikiti wa jami'. Sikatoelewana hapa. Mimi nazungumza lugha ya kifiqhi hapa, tukatuelewane. Itikafu ni mahala popote, msikiti yoyote, hata kama ni msikiti mdogo. Lakini bora zaidi ni kukaa itikafu katika msikiti wa Ijumaa. Msikiti ambao kwamba wasali wa Ijumaa ni bora zaidi. Na ni bora zaidi mtu akae itikafu ikiwa amefunga. Akae itikafu wa huwa saim, awe amefunga. Kwa hivyo hapa tujifundisha katika masiku 10 haya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu bila kutoka msikitini masiku 10 yote. Harudi nyumbani kwake. Chakula iftara analetewa msikitini, suhuri yake analetewa msikitini. Mke wake Ummu Salama alikuwa akimletea suhur. Mtume yuko wapi? Yuko msikitini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kama umekaa itikafu, kuna baadhi ya mambo hufai kufanya ukiwa ndani ya msikiti.
Jambo la kwanza, kama uko kwenye itikafu hufai kutoka bila haja. Hufai kutoka nje ya msikiti bila ya haja yoyote. Kama labda kuna mtu akusubiri hapo nje, ana haja na wewe, ana dharura na wewe, waweza ukatoka kuzungumza na yeye bila ya kukata nia ya itikafu. Lakini kama umetoka ukakata nia ya itikafu, ukirudi lazima uweke tena nia nyingine mpya. Tumeelewana sio? Na mtu labda mathalan amepatwa na hadathi kubwa akiwa msikitini, anaweza akatoka, ile hadathi kubwa tayari ina nini? Inakata itikafu ile. Na ikiwa umekaa msikitini itikafu, si kulala peke yake. Maana unaweza kuona watu wamekaa msikitini itikafu lakini ni kulala tu. La, ukiwa ndani ya msikiti si masala kulala. Shughulika na taa. Shughulika na kusoma. Shughulika na nini? Na Qur'an. Shughulika na tasbih, as-sala ala nabii sallallahu alaihi wa sallam, na kusaidia wenzako ambao wako pale ndani ya msikiti. Hii ndio inatakana itikafu iwe hivyo. Sasa tuulize kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu na akihamia msikitini masiku 10 yote? Sababu ni nini? Tayeb, sababu kubwa hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo kwa sababu ya tahari Lailatul Qadr, kwa sababu ya kukusudia na kuzengea Lailatul Qadr. Kwa sababu Mtume atuambia sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan, kusudieni Lailatul Qadr katika 10 la mwisho la Ramadhan. Kwa hivyo tushapata illa na tumepata sababu ya Mtume kuwa anakaa itikafu na anajitahidi katika masiku 10 ya Ramadhan, ya mwisho ya Ramadhan. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam atarajia kupata Lailatul Qadri katika masiku 10 hayo. Na Lailatul Qadri ndio kila kitu bwana. Na Mwenyezi Mungu ameificha Lailatul Qadr, lakini masahaba wengi walioteshwa wakaoneshwa kwamba Lailatul Qadri yapatikana katika siku 7 za mwisho. Tuko pamoja sio? Katika siku 7 za mwisho. Ndio Mtume akatuambia sallallahu alaihi wasallam, akatuambia fi tasi'ati minhu wa fi sabi'ati minhu wa fi al-khamisati minhu. Tumeelewana sio? Katika zile witri zile. Witri 21, 23, 25, 27 na 29 katika makumi kama 10 hii ya mwisho. Na masahaba wengi walioteshwa wakaambiwa Lailatul Qadri ni fi lailati 27 wal 20, ni usiku wa 27, ile 27 ambao tutasema sisi. Lakini ulama wanasema hiya lailatun tatanaqqal, Lailatul Qadri tatanaqalu, zinaguragura au zinahama. Kwa mfano ikiwa safari hii umepata kwa 21, labda mwaka mwingine inakuwa kwa 23, labda mwaka mwingine inakuwa ni kwa 29, labda mwaka mwingine inakuwa ni kwa 27. Yani wanasema haikai mahala pamoja. Ndio sasa kule kufichwa Lailatul Qadri, maana yake ni kwamba sisi tujitahidi katika Ramadhani mzima. Ni kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuficha sa'atul ijaba fi yawm al-jum'ah. Mwenyezi Mungu ametuficha kuna saa moja ambayo kwamba inaitwa sa'atul ijaba. Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah ta'ala min khairi ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Katika siku ya Ijumaa Mtume atuambia sallallahu alayhi wasallam kuna wakati mdogo au saa moja ambayo kwamba lau Muislamu atasimama na kuswali na kufanya dua zake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia kile alichoomba bila kumcheleweshea. Inaitwa sa'atul ijaba. Sasa tumefichwa ili tujitahidi.